Mimi niseme kwamba mradi huu ni mradi mkubwa sana, ni mradi wa kimkakati. Tumshukuru Mheshimiwa Rais kutoa zaidi ya bilioni 9 kwa ajili ya soko hili la kisasa. Nadhani katika Tanzania ni la kwanza, haijawahi kutokea. Tumetembea mpaka Zanzibar, lakini mradi huu umekuwa na mvuto katika mkoa wetu wa Mara, na heshima Rais aliyotupa, sitahakikisha Mheshimiwa Rais tunamlipa kura za kutosha kuhakikisha kwamba mradi huu ametupa heshima sana watu wa Mara. Na Mara tunajivunia sana huu mradi. Tutakuwa tunapiga picha, tunatembea nazo kuonyesha wadau mbalimbali kwamba waje kuwekeza katika mkoa wetu, lakini tukiwa na soko la kisasa, soko ambalo watalii wengi watakuwa wanapenda kulitembelea na kuliangalia na kununua bidhaa ambayo itakuwa na ubora, si bidhaa kutandika chini, bidhaa ambayo itakuwa kwenye meza zilizopangiliwa vizuri, bidhaa ambayo itakuwa na quality. Kwa hiyo nishukuru sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kazi kubwa aliyotufanyia hapa Tarime. Nishukuru sana uongozi DC ambao na kaimu nafasi ya mkoa kwa jinsi unavyofuatilia mradi huu na kuusimamia vizuri, na mkurugenzi nikushukuru sana kwa pesa ya serikali iliyokuja hapa, umepea mshirikiano, umempa mkandarasi, na ndio maana mradi huu unang'aa, unavutia sana. Baada ya kusema hayo, nawashukuru sana mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Mara pamoja na kamati ya siasa ya mkoa, mwenyekiti wa chama wilaya pamoja na kamati ya siasa, Mheshimiwa madiwani, mkurugenzi, kamati ya ulinzi na usalama ambao tuko hapa, kila wananchi wote pamoja na watumishi ambao tuko Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. Mheshimiwa mwenyekiti, tumekuja kwenye mradi wa soko la kimkakati. Soko hili Mheshimiwa mwenyekiti lina zaidi ya bilioni 9.6 kwa ajili ya kuwanufaisha wafanyabiashara wakubwa na wadogo kuweza kufanya biashara ndani ya soko hili. Na Mheshimiwa mwenyekiti, tunatarajia baada ya hapa uchumi wa nchi yetu utakuwa, lakini pia halmashauri yetu. Changamoto kubwa katika mradi huu ni malipo kuchelewa kutoka serikali kuu. Ni changamoto ambayo tunayo kubwa, lakini kwa sasa changamoto hiyo imeshatatuliwa. Kile ambapo tunaanza ujenzi ndio ilisababisha tukachelewesha kukamilisha kwa wakati. Kwa sasa mkandarasi hajaraise malipo yoyote ambayo yako pending. Kwa changamoto hiyo imeshakamilika, Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwa sasa kazi ambazo ziko mwishoni ni marekebisho pamoja na ufungaji wa umeme mkubwa awamu ya pili, kufanya majaribio ya mitambo mbalimbali ili mkandarasi ukabidhi kazi.